Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Aprili 18, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwa upande wa ligi ya NBC, mechi nambari 7 TRA United dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bila kufungana, klabu ya TRA United na Simba Sports Club zimetozwa faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wa klabu hizo kwa maana ya stewards kupigana mara baada ya timu hizo kuwasili kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi nambari 132 Pamba Jiji dhidi ya Yanga Afrika, mchezo uliopigwa kwenye dimba la CCM Kirumba na Yanga kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Mchezaji Mudathir Yahya Abbas wa klabu ya Yanga Afrika amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham wakati wa mchezo unaendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5(2) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Bwana, taarifa hii ya Mudathir Yahya kufungiwa mechi 3, kwa maana hiyo Mudathir Yahya ataukosa mchezo wa dabi dhidi ya Simba, mchezo ambao utapigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa Mei 3, Yanga akiwa ugenini. Lakini Mei 6 Yanga pia watakuwa kwenye dimba la KMC Complex, watacheza dhidi ya KMC. Mudathir Yahya pia ataukosa mchezo huo. Lakini Mei 9 pia Mudathir Yahya basi atakosa mchezo ambao Yanga watakuwa wanaucheza, na mchezo huu ambao ataukosa pia Mudathir Yahya utakuwa ni dhidi ya klabu ya Coastal Union ambao utapigwa Mei 9, Yanga wakiwa kwenye dimba la KMC Complex. Kwa maana hiyo Mudathir Yahya mara baada ya kupewa adhabu hii atakosa mechi 3 ikiwemo mchezo dhidi ya Simba Sports Club, moja kati ya game kubwa sana dhidi ya Yanga. Taarifa nyingine kwenye maamuzi ambayo yametolewa na bodi ya ligi ni kwamba mechi namba 146 Coastal Union dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya 1-1, klabu ya Coastal Union ya mkoani Tanga imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani, wakati mwamuzi wa kati na mwamuzi msaidizi namba 1 wakiwa wanatuliza vurugu zilizokuwa zikiendelea baada ya mchezaji wa Mtibwa Victor Koris kumsukuma mchezaji wa Coastal Union Athman Makambo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi nambari 151 TRA United dhidi ya Singida Black Stars, mchezo uliotamatika kwa TRA United kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Singida imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la viongozi wake wawili kuingia kiwanjani na kumwaga vimiminika. Viongozi hao waliofanya tukio hilo lilotafasiriwa kama vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina kabla ya timu kutoka kwa ajili ya kupasha moto misuli. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi nambari 152 Azam FC dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bila kufungana, klabu ya Azam ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la viongozi wa benchi la ufundi pamoja na wachezaji kutumia mlango usio rasmi kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 21 ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo na makubaliano yaliyofanyika kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo huo mara baada ya kunyosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kotea. Hii ni kosa la kujirudia kwa klabu ya Simba, ambapo ndani ya misimu huu wa ligi kuu ya NBC 25-26 mashabiki wa klabu hiyo walitenda kosa hilo katika michezo miwili tofauti na kusababisha klabu kuadhibiwa. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Aprili 20, 2026. Usisahau kusubscribe, like
na kubonyeza alama ya kengele. Asante.